Naam, karibu mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa Segerea Adventist Media. Hii ni Segerea Adventist Media na hiki ni kipindi chako pendwa cha mgeni wetu. Kipindi ambacho kinakupa nafasi ya kukutanisha na kuweza kuwasikia watu mbalimbali wabobezi kwenye sekta tofauti tofauti. Humu ndani utapata nafasi ya kuweza kuwasikia walobobea kwenye masuala mazima ya afya, ujasiriamali, biashara, vijana na masuala mengine yote ambayo yanahusu jamii kiujumla. Na ilivyo bahati tumepata nafasi ya kuwa na mgeni wetu siku ya leo ambaye ni dada Leila. Yeye ni mbobezi kwenye masuala mazima ya rasilimali watu, ni Human Resource Manager kwa Kiingereza, na leo tunayo nafasi ya kuweza kusikia mengi kutoka kwake juu ya nafasi nzima na uzoefu mzima wa masuala mazima ya kuajiri. Kama tunavyofahamu, miongoni mwa changamoto kubwa ambayo imekuwepo kwa hivi sasa ni upatikanaji wa ajira, lakini baada pia ya kupata hiyo ajira na nafasi ya kuweza kufanya udahili ama usahili kwenye nafasi hizo za ajira, ni nini hasa unapaswa kufanya kama kijana, ni hatua gani inabidi uzichukue, uzoefu gani inabidi uwe nao kabla kuendea ajira na masuala mengine kama hayo. Kwa hiyo nikukaribishe sana Dalila, karibu sana Segerea Adventist Media. Jifeel uko nyumbani na kuwa tayari na kushare na sisi yale mengi ambayo unayafahamu. Asante na shukuru kwa kupewa nafasi hii ya kuweza kushare kidogo ambacho nimejifunza. Ndio. Kama mtangazaji ulivyosema, kwa majina mimi naitwa Leila Ayamba. Okay. Kitaaluma ni meneja rasilimali watu na nina uzoefu wa takriban miaka 12 tangu nilipoanza kuajiriwa. Uzoefu wangu asilimia kubwa ni wa kwenye private sector na siwezi sana kuzungumzia kuhusu ajira za serikalini kwa sina uzoefu nao. Okay. Kielimu, kwa degree yangu ya kwanza nina degree ya sheria ambayo nilimaliza mwaka 2013. Hapo nikajiunga na chuo hicho nilichokuepo, nikajiunga na degree nyingine ambayo ilikuwa ni master's degree, ambapo nilisoma MBA focusing on Human Resource Management ambayo nilimaliza 2016. Baada ya hapo nikawa tayari niko kazini katika kipindi hicho. Lakini baada ya kumaliza miaka 4 tena baadaye ama mitano nikajiunga tena na chuo kingine ambapo nilijifunza kozi ya postgraduate diploma in project management, na kwa kifupi hiyo ndo brief history ya elimu yangu na uzoefu wangu wa kazi. Nina miaka mingapi na mpaka sasa hivi cheo changu mimi ni HR manager kwenye international NGO. Kama mtangazaji alivyosema, nimekuja kuzungumzia kuhusu masuala ya ajira, na sito kwa sababu wigo ni mkubwa sana, sitozungumzia vitu vingi. Nitazungumzia tu vitu vichache. Kwa kifupi ni vitu vitatu ambavyo ni jinsi ya kuandika CV na interview skills. Sasa umeshaandika CV ambayo imetengeneza muonekano mzuri na umepata visibility na chance ya kuitwa kwenye interview. Kwa hiyo briefly nitazungumzia kidogo interview skills, na mwisho kabisa nitazungumzia work ethics, yani maadili kazini. Sasa umeshaipata kazi, na hii mostly itagusia kwa vijana ambao hajawahi kuajiriwa. Sasa umeshaipata kazi, kwa sababu hakuna ambaye anakufundisha hivi vitu chuo kwamba ukipata kazi kutakuwa hivi kutakuwa vile. Mimi sijawahi kuona kitu kama hicho unless sasa hivi hivyo vitu vimekuwa introduced kwenye curriculum chuoni. Lakini sana sasa umeshaipata kazi, maadili kazini ama work ethics ama etiquettes, ukifika kazini uta expect nini, utategemea kukutana na vitu vya aina gani. Kwa kuanza ningependa kuzungumzia jinsi ya kuandika CV. Yes. Kwa kifupi, mtangazaji nakaribisha maswali if you choose ku interrupt ama kama nitakuwa nimezungumza point ambayo haijaeleweka. Sawa. Okay. Kwa kwanza ningependa kusema CV ni mkusanyiko wa historia yako, na hii historia yako ni historia ya kitaaluma na sio historia yako ya umetoka wapi ama wewe ni kabila gani ama vitu kama hivyo. Okay. Hii nazungumzia specifically kwenye kazi za private sector, ina maana hususan labda NGO,
viwandani, yani sekta za viwandani, sekta za NGO, kazi zote ambazo sio za serikalini, kwa sababu format ya CV ya serikalini na format ya CV ya kama unataka kuomba kazi huku private sector ni tofauti, kwa sababu serikalini kuna sheria zao ambazo kidogo ziko tofauti na private sector. Kwa hiyo CV writing hizi za huku private sector, jitahidi CV yako iwe fupi. Mimi nina uzoefu wa miaka 12 na CV yangu ina peji 2.5. Kwa hiyo nimejitahidi sana kucheza na nafasi na kuweka details ambazo ni za muhimu tu, including kupunguza kuwa na table na majedwali kwenye CV, kwa sababu yale yanamaliza sana nafasi. Kwa hiyo jitahidi CV yako iwe fupi na iwe detailed, iwe na information zote zinazohusika. Kwa mfano, jina lako, tarehe ya kuzaliwa, jinsia, uraia, kwamba ni raia wapi, na vingine pia ni address yako, anwani yako, kwamba unatokea wapi, kwa sababu sometimes mtu anahitaji kujua huyu candidate na mualika kwenye interview anatokea wapi. Sio mtu anakuita kwenye interview kesho, lakini wewe unatokea Mwanza, unatokea Kigoma. Hiyo ni safari tena takriban siku 2. Kwa hiyo inabidi mtu naye awe considerate anavyokuita. Unless kama pia ni mbali sana, inaweza kawa pia ni online interview, kwa sababu hivi vitu navyo ni possible siku hizi kufanywa online interview. Unless ile second interview unaoitwa ile interview ya pili ndio labda ukaitwa utokee pale ofisini ili wakuone. Kwa hiyo CV tu kama nilivyosema inatakiwa iwe fupi, unaanza na jina, tarehe ya kuzaliwa ni muhimu, your gender, jinsia yako, uraia, anwani yako, na sometimes watu huwa wanawekaga kama ameoa ama hajaolewa, kwa sababu pia kuna kazi zingine una consider kumhamisha mtu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Jambo lingine ambalo ni la muhimu sana ambalo watu tunasahau niseme ama tunakosea ni elimu. Meneja rasilimali watu tuseme, au yule mtu ambaye ana shortlist hizi CV, unakuta anaangalia CV hata 400 kwa siku. Yaani kama sasa ndio ile siku ameamua na shortlist, unakuta kazi position ni moja, lakini watu wameapply 400. Unaona? Kwa hiyo unatengenezaje CV yako ili iweze kuonekana, upate chance ya interview? Elimu. Mtu anaweka elimu kuanzia ya primary, ambayo haina uzito sana mwajiri kujua wewe primary ulisoma wapi. Importantly, kinachoangaliwa sana sana ni kuanzia degree yako ya kwanza, ama kama kuna diploma ama chochote, kama channel yako ulipita through diploma na haukwenda form 5 na 6, basi unaweza kuweka zile diploma na certificate. Lakini kinachoangaliwa sana sana ni ile elimu ya kuanzia chuo. Kwa hiyo kama ni certificate, diploma, bachelor degree unaiweka pale. Baada ya hapo kama kuna masters pia unaweza ukaiweka, na certification za aina yoyote. Hii inazungumzia kwa zile taaluma ambazo zinahitaji vyeti vya ziada. Kwa mfano wahasibu, watu wa procurement, uchukuzi na ununuzi. Apart from wahasibu pia kuna watu wa IT ambao wana certification zao zile za Cisco, cyber security. Kwa hiyo ma-auditor nao siku hizi wana certification zao. Kwa hiyo kama una certification aina yoyote, wana sheria nao sasa hivi wanaenda law school. Kwa hiyo kama una certification zako ambazo umeshazipata, ni muhimu ukaziweka nazo pale kwenye ile sehemu ya education. Lakini I insist sana kwamba kwenye swala zima la education uweka kuanzia elimu ya chuo kwenda juu. Hizi za primary, secondary hazina uzito. Sawa. Ili kupunguza pia urefu wa CV. Jambo lingine, ukishamaliza pale kwenye education, sasa hapo umeshatoka umeweka details zako, tarehe ya kuzaliwa na vitu kama hivyo, umekuja pale kwenye education. Kinachofuata sasa ni uzoefu wako wa kazi ama work experience. Now hii nitaizungumzia kwa part 2. Kwa mtu ambaye ana zero experience, hana uzoefu kabisa, na mtu ambaye tayari ana uzoefu, kwa sababu hii inaweza ikasaidia watu wote, ambaye hana kazi, ambaye tayari ana experience na ambaye hana experience. Kwa hiyo kwa mfano, kwa mtu ambaye hana experience, ana zero experience, hii ni ile ulipoenda kufanya field internship,
Hivi ndio vitu ambavyo utaviweka. Kwa hiyo utaweka jina la huyo mwajiri, title yako labda ulikuwa intern accountant, intern journalist, intern nurse, intern doctor. For doctors wao wanakuaga kuna kitu kinaitwa residency. Channel yao ya recruitment kwa madaktari iko tofauti kidogo. Lakini kwa hiyo ina maana utaweka work experience. Kama ulikuwa umefanya tu internship au umefanya field practical, unaweka pale muda, mara nyingi inakuwa miezi 2 mpaka 3, na kama ni internship kabisa sometimes zinafika hata miezi 6 mpaka mwaka. Labda intern researcher unaweka pale muda uliofanya, labda Januari mwaka huu mpaka March mwaka huu, na zile kazi ambazo ulikuwa unazifanya, labda collecting data, creating reports na vitu kama hivyo, ama ku-meet na community. Kwa wahasibu pia labda kuna reports ulikuwa unatengeneza na vitu kama hivyo. These are the things ambavyo inabidi uwe umeviweka kwenye CV. This is somebody ambaye hana experience sasa. Kwa maana kitakachoingia hapa ni zile field ambazo ulikuwa unazifanya. Kwa mtu ambaye tayari ana experience, amepitia waajiri mbalimbali, hii mara nyingi unaweka sasa jina la mwajiri, cheo chako, muda uliofanya kazi, na unaweza ukaweka kwa muundo wowote kwamba ulipo sasa hivi. Kwa hiyo na maana utaweka for example unafanya kazi, maybe unafanya kazi Lake Oil, unafanya kazi kwenye petrol station au sehemu yoyote. Kwa uko Lake Oil, umeanza Lake Oil labda 2018 mpaka sasa hivi 2025, kwa hiyo maana ile itakuwa to date. Ama unaweza ukaanza na kazi yako ya kwanza depending na urefu wa CV yako pia ilivyo, kwa sababu unakuta kuna watu wana miaka zaidi ya 30 ya experience. Yes. Uwezi ukaingiza yote kwenye CV. Kwa hiyo sometimes watu wanaweka tu line kamoja kakukuonyesha kwamba ameanza kufanya kazi tangu lini, kwa sababu mtu ambaye labda ana 30 years experience sasa hivi maybe wako kwenye 50s na bado anaajirika tu vizuri, especially huko kwenye private sector, unaona? Yeah. Kwa hiyo ina maana huyo inashaurika zaidi aweke ile current work experience, akishuka chini sasa kwa wale waajiri waliotoka. Inabidi uhakikishe kwamba CV yako iko na details za kutosha, lakini ziwe brief pia. Na kama nilivyokuwa nazungumza na wewe kabla, ni kwamba kila tangazo la kazi lina CV yake, kwa sababu unakuta CV haiwezi ikawa all inclusive ikajaa kila kitu unachokifanya, kwa sababu kuna vitu vingine hata kwenye mkataba wako wa kazi havitokei lakini unavifanya. Ndio zile wanasemaga with any other duties assigned. Okay. Kwa hiyo with any other duties assigned, kwa hiyo kila tangazo la kazi unaliangalia ile tangazo la kazi linahitaji nini, na una uhakika kabisa kwamba mimi hii kazi naiweza. Kwa hivyo ndio vitu ambavyo inabidi uviweke kwenye ile CV. Jambo lingine pia ni tumeshazungumzia details za wewe mwenyewe muhusika, elimu yako na work experience. Jambo lingine ni kitu kinaitwa referees. Hawa ni wale ambao wanaweza wakazungumzia uzoefu wako wa kazi. Huyu ni mtu ambaye anakufahamu kitaaluma, mtu anayekujua professionally. Tumekuwa kidogo tukifanya makosa ya kuweka watu ambao tunajuana nao personally na sio professionally. Mtu unakuta anamweka mzazi, mjomba, some uncle somewhere ambaye ana cheo ambaye hujawahi kufanya naye kazi huyo uncle. Kwa hiyo ni muhimu sana kukumbuka kwamba referee ni mtu ambaye anakufahamu kitaaluma. Kwa hiyo kwa mtu ambaye hajawahi kufanya kazi, ana zero experience, hajawahi kufanya kazi, referee wake mfano mzuri sana anaweza akawa ni ule internship supervisor au ule field supervisor. Pale ulipoenda kufanywa field, yule mtu ambaye alikuwa supervisor wako, yule ndo referee wako, kwa sababu yeye ndo anakujua wewe professionally kwenye mazingira ya kazi. Kwa sababu kuna kazi ulipokuwa volunteer pale, kuna kazi ulipewa. Ama anaweza akawa pia ni lecturer wako, mwalimu, research supervisor, ama hata mwalimu wa somo kawaida, kwa sababu tumeshatumia
lecturers kama referees, kwa sababu unakuta huyu mtu hana experience kwenye work environment, lakini ana experience ya pale pale chuo. Mwalimu anaweza akacomment karakta yake huyu mtu ikoje, na kwa mtu ambaye tayari ana experience, again referee ni somebody ambaye anakufahamu kitaaluma, ni mtu ambaye anakufahamu kitaaluma. Sana sana anaweza kaa ni bosi wako, line manager, yani mtu ambaye cheo sio lazima awe director wa kampuni, lakini yule ambaye ulikuwa una report kwake ndo ambaye anakuwa ni referee wako, kwa sababu yeye ndo anakujua kwenye mazingira ya kazini ukoje, ambaye anaweza akacomment tabia yako ukiwa kazini ikoje. Kwa hiyo huyu hawezi akawa ni mtu ambaye una personal relationship naye, ni mtu tu ambaye unafahamiana naye kitaaluma. Je, una maswali yoyote labda? Of course nazidi kupata uelewa zaidi ya namna ya kuandika hizi CV ambazo ni essential kwa ajili ya kufanya mtu aweze kupata kazi, nafasi kwenye ajira yake. Sasa kwa uzoefu wako wakati wote, ni makosa gani ambayo mmekuwa mkia notice zaidi ambayo candidate wanakuwa wanayafanya kipindi wanaandika hizo CV, na tungetamani kuyasikia namna gani ambavyo inaweza kuwa solved hapa? Okay. Kama hivyo tulivyokuwa nasema, if you are reading between the lines, ni hivyo CV kuwa ndefu sana. Unakuta okay. Mtu ana zero experience lakini CV na peji 5. Okay. And you wonder okay, hizi peji 5 zilikuwa nimesoma nini hapa? Na hapo umeshachoka, because at the end of the day sio kila kampuni inaweza kuafford software ya recruitment. Sababu ile ni process tofauti, ile software unakuta ni ya bei mbaya, na sio kila kampuni inaweza kuafford. Nyingi ambazo sana sana nimeona zinatumika inaitwa ni ATS system. Kwa international NGOs wanakuaga nayo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ile ndo at least inaweza kumfanya mtu achambue na ile ATS system. Kwa kama haujamit tu zile requirements, ile system inakutupa na kutoa kabisa kwenye kushortlist, kwa sababu unakuta system ndio inafanya kila kitu. Hii ni kwenye mashirika kutafuta kuondoa favoritism, kwenye kuondoa upendeleo. Lakini nilivyoona ni mashirika mengi ni binadamu tu ndo anakuwa anapitia zile CV, na binadamu ameumbiwa kuchoka. Unakuta position labda sometimes unakuwa na vacancies ziko 3 na watu tena bado na repeat wameapply 200. Sometimes wakiwa wachache 70, 100, but still bado ni wengi hao watu. Kwa hiyo unakuta naye yule anayesoma CV anachoka kuisoma CV kama ikiwa haiko na details za kutosha. Kwa hiyo kwa kifupi, kwa kuwa tupo Tanzania na kipaumbele zaidi ni kwa ajili ya ajira za Watanzania, unless ile taaluma haipo, ndo utatoka sasa kwenda kutafuta nje ya Tanzania, ambapo serikali kama serikali pia ina vitu ambavyo inavyoangalia ili kuweza kutoa kibali cha huyo expatriate kuweza kufanya kazi. Kwa hapa nitazungumzia sasa kwa Tanzania. Ina maana CV tu iwe hivyo fupi na iwe na details zinazohitajika. Majina, tarehe yako ya kuzaliwa ili mtu aweze kujua umri. Japo nimeona watu wengi hawaweki umri, lakini pia it is recommended. Umri, jinsia yako, uraia wako, anwani yako, unapotokea, kiwango chako cha elimu, na nashauri zaidi iwe sasa hivyo kama nilivyosema kosa kwamba mtu anaanza kuanzia primary. Mimi nishawahi kuona mpaka nursery, which unabaki tu sasa unacheka kwamba sawa. Na natamani kusikia pia kwenye swala zima la CV. Tumesikia kwamba kuna namna ambavyo CV inawasilishwa, labda inaambatanishwa na vyeti. Na unadhani ni vitu gani ambavyo ni essential sana muhimu CV kuambatanishwa navyo? Hii inatokana na tangazo la kazi. Hii inatokana na tangazo la kazi. Ukiangalia tangazo la kazi linakuwa lina application instructions. Kuna wengine anakuambia mpaka format ya ile document unavyoituma iwe kwenye format gani, kwa sababu siku hizi matangazo ya kazi mengi tuna apply online, unatuma email, hautumi kwa njia ya posta, wala ile CV haui hand deliver, una apply online. Kwa hiyo kuna zile application instructions.
Ina maana utaambiwa kwenye email, title ya email iweje, unavyo apply attach nini, unavyo apply attach nini, kwa sababu kuna wengine vile vitu wanaviona ni vingi, sembuse havihitaji kwa stage hiyo, labda vieti nini, unakuta mtu havihitaji at that time. Kwa hiyo it's very important kuangalia application instructions zinasemaje. Sawa, asante. Nashukuru sana kwa namna ambavyo unaendelea kutufungulia uelewa zaidi juu ya swala hilo. Nadhani kila mtu sasa anaweza kaendelea kupata ufunguzi zaidi, kwa sababu makosa ambayo unayasema nadhani yanaonekana hasa kwenye level za wanafunzi tukiwa vioni, wakiwa ndio wametoka wanafanya masuala ya volunteer na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo tukitoka hapo sasa tukija kwenye upande mwingine kwamba sasa mtu ameshafanya interview, ameshafanya CV writing, amewasilisha kwenye kampuni kama mnavyofanya. Kwanza ningependa kusikia wakati fulani mnapokea hizo CV 400, 500, ni kama binadamu namna gani ambavyo unaamua kuzichambua? Wewe unaanza na zile za kwanza zilizokufikia ofisini, ama kuna randomly wewe mnachambua kwa ajili ya kupata watu ambao mnawaita kwenye interview? Mimi I would answer personally for me. Yeah. Unakuta labda kazi ina deadline. Okay. Deadline labda tarehe 14, labda kazi imepostiwa tarehe 1, kazi ina deadline. Ndio. Probably nitaenda mpaka tarehe 10. Okay. Kwa siku 4 probably nitaenda mpaka tarehe 10 zisipokuwa nyingi kiasi hicho, kwa sababu at the end of the day I'm still human. Kwa nadhani ni kodi nyingine inabidi tuielewe. Ikipostiwa tu mtu ushambulie. Okay. Ikipostiwa tu apply. Madhali unajiona kwamba umemeet zile requirements, apply. Kwa sababu yani mtu atapita zile za tarehe zile za mwanzo na vitu kama hivyo. Kuna wale watu wanaekaga ile mpaka mwishoni ndo una apply. Unless hiyo kazi haikuwa na visibility ya kutosha, unaona lakini ukizingatia pia unakuta vacancy ni position moja, unaona. Lakini pia sometimes ukienda sasa umepita kwenye hizo zote na bado hujapata unachokihitaji, unaenda sasa unazimalizia zile zote. Sawa. Okay, tunashukuru. Sasa tumeshamaliza kwenye upande wa kupeleka CV. Kama HR amefanya kazi yenu, mmezipitia, shortlist. Kinachofuata baada ya pale huwa ni nini kwenye utaratibu wa kuajiri, na unafanyika vipi huo utaratibu? Okay, kinachofuata baada ya pale umeshatumiwa CV, umeshaangalia CV ambazo umeona zinaafikiana na mahitaji yako kwa ajili ya ile nafasi. Ndio. Unawalika watu kwa ajili ya interview. Okay. Siku hizi tumeendelea. Interview sometimes zinafanyika ana kwa ana ama kwa njia ya mtandao, ina maana zinakuwa ni online interviews. Mimi personally na interview kadha ambazo mimi mwenyewe kwenye kutafuta kazi nimefanya online interview, na unakuta na ile kazi nikaipata. Kwa hiyo ili sasa umeshapata nafasi ya kuitwa kwenye interview, je, unahitaji kuwa na taaluma gani ili uweze kuipata ile kazi, au wewe una skills gani ili uweze kuipata ile kazi? Cha kwanza ambacho nimekiona siwezi nikasema ni vijana wengi, watu wengi ambao wana work experience na ambao hawana work experience kabisa, ni kwamba improve language skills, yani ile lugha ya Kiingereza, kwa sababu sifahamu interview sehemu yoyote, sijai kuona interview za Kiswahili unless inategemea na grade ya kazi, lakini sijawahi kuona interview ya Kiswahili. So most of these interviews unakuta ni ya Kiingereza. Kwa hiyo ni muhimu sana kuimprove lugha na vocabulary na maneno. Kwa hiyo ina maana hii lugha ya Kiingereza hii sio hii tu tunaoisoma darasani, sio hii tunaoisoma darasani. Na unaweza ukaimprove vocabulary yako kwa kusoma vitabu, magazeti ya Kiingereza. Vocabulary nikimaanisha maneno. Haya maneno. Maana neno hilo moja linaweza ikawa lina maana zaidi ya moja. Synonyms tunaitaga kwa wale ambao wamesoma masuala ya lugha, HKL, na wanaofundisha English as a second language chuo. Kuimprove your language skills, ambapo unaweza kuwa unasoma vitabu ama ukaangalia filamu za Kiingereza,
Vitabu vinaweza vikawa hivi vitabu vya self help, hivi vya motivation, Rich Dad Poor Dad, Rules of Power, The Psychology of Money. Unaweza ukasoma hivi vitabu vya self help vya kujiimprove wewe mwenyewe, ama unaweza ukasoma fiction pia, lakini at the end of the day, mwisho wa siku ni kwamba una improve language skills zako. Ama filamu za Kiingereza, kwa sababu mimi Kiingereza nimejifunzia katuni za utotoni. Zile katuni za zamani zilikuwa nyingi ni za Kiingereza. Baadaye sasa hivi ndo kidogo tumeanza kuletea watoto katuni ambazo nazo ni za Kiswahili. Lakini ni muhimu sana kuhakikisha una improve your language skills, kwa sababu hizi interview hazifanywi na Watanzania tu. Tukizungumzia sasa hizi interview sasa za online, unakuta panelist mwingine yuko Malaysia, yuko India, yuko Marekani, ambaye hata Kiswahili na yeye hakijui. Okay. Inakuwa ni ngumu sana kuisecure hiyo kazi kama language skills zako hazijakaa on point. Kama haziko sawa, ni ngumu watu kukuelewa. Ili kuweza kudeliver ile point, unakuta kazi unaijua na kile unachotaka kukisema kiko humu kichwani, ila kukitoa ukakieleza mtu akaweza kukielewa ni ngumu. Hiyo tayari inakuweka wewe kwenye disadvantage. Jambo lingine ni be confident but not arrogant. Okay. Sawa? Yes. Jiamini, lakini kujiamini sana sometimes kunaonekana kama dharau. Kwa hiyo mtu mzima una utashi wako, utajipima. Be confident but not arrogant. Nakumbuka kuna kijana tulimuita kwenye interview kwenye one of my previous work experience. Ilikuwa kama tuko shule. Akasema, I forgot. And I felt so bad for him, kwa sababu nikajua huyu lazima hii ndio interview yake ya kwanza. So he felt like yuko darasani. He just said, I forgot. And it felt like kama sisi ni lecturer sasa. So be confident. Be confident. If you don't know the answer, you can always ask. Unaweza kusema pass. Can we move to the next question? Okay. So be confident but not arrogant. Jitahidi kujiamini. Kitu kingine, majibu yako yanatakiwa yawe sio marefu sana, yazungumzie details husika. Jinsi ulivyoulizwa swali ndio jinsi utakavyo jibu. Hivyo yani. Kwa hiyo usiende mbali kulijibu swali. Kumbuka most hizi interview mara nyingi unakuta lisali moja au dakika 45 tu. Kwa unajitahidi kuelewa swali, umeulizwa nini. Sometimes unaweza kusema I beg your pardon, sijakusikia. In an effort kujitahidi kuelewa umeulizwa nini. Mind you, interview na ule ni mtihani kama mtihani mwingine. Yale maswali hayawagi direct. Swali pekee ambalo ni direct ni unapozungumzia historia yako wewe kama wewe. Kwa hiyo unapozungumzia historia yako sasa ndio utakutana na maswali ya tell us about yourself and your career history. Ama ukaambiwa give us a brief summary about your career history. Give us a brief summary about yourself. Hii unavoulizwa, nobody wants to know umetokea wapi, ama umezaliwa wapi, ama kama umeoa ama hujaolewa. Rarely mtu akahitaji kujua hivyo vitu. Sana sana unachotakiwa kuzungumzia ni historia yako ya kazi. Tell us about yourself and your career history. I understand CV yako wanayo pale, wako nayo wanaiona. But now wanakupima language skills zako, unavyoweza kujipresent. Ndo hapa sasa tunapima ile confidence yako na vitu kama hivyo. Communication, una communicate vipi? Are you direct, unaeleweka? Tell us about yourself and your career history. So normally unaweza ukabegin by, as you may know, my name is Leila Ayamba. I have a bachelor's degree in legal studies. Thereafter, I pursued a master's degree in business administration, majoring in human resource management. Thereafter, I pursued a postgraduate diploma in project management. Ukitoka hapo sasa, hii bado ni tell us about yourself and your career history. Umeambiwa career history, not your personal history. Tell us about yourself and your career history. Utakuja sasa kwenye career history.
you have zero experience, ulifanya field sehemu. Nilipokuwa chuo mwaka wa pili, mind you this is in English now. Nilipokuwa chuo mwaka wa pili nilienda kufanya field sehemu fulani, kwa hiyo nilikuwa intern department fulani, nikafanya kazi hizi na hizi. Nilipotoka hapo labda mwaka wa tatu nilifanya field sehemu fulani kwa muda wa miezi kadhaa. Nilikuwa labda nimekuwa attached na department fulani, kazi zangu nilizifanya hizi na hizi. Tunakuja sasa kwenye mtu ambaye ana work experience. Hii unaweza ukaamua ukajibu ascending or descending order, yani juu ama chini, kwamba unaweza ukaanza na currently unafanya kazi wapi. At the moment I'm working with this organization as maybe a HR manager. I joined this organization labda mwaka 2020, 2022, na cheo changu labda ni kitu fulani. Ama unakuta sometimes uko kwenye organization hiyo na cheo kiliendelea kupanda. Sasa ina maana utabidi uanze kuzungumzia na initially you join kama nani, eventually they recognize my potential. You need to sell yourself. We recognize your potential. Cheo kikapanda, nikaenda labda nikawa manager wa department, manager wa team, nikatoka hapa mwaka fulani, nikaenda nikapata cheo hiki, while still at the same organization. Previously nilikuwa kwenye organization hii. Sasa hapa unashuka kwa njia, sasa unashuka chini kwamba previously nilitoka kwenye organization hii, labda cheo changu kilikuwa labda ni admin officer. Unakuta hata kama ni HR, lakini kutokana na organization ilivyo, vyeo vinabadilika jina. So necessarily kila sehemu kaitwa cheo hicho. Kama watu wa procurement sehemu nyingine wanaitaga resources officer, kwamba anafanya procurement, anafanya logistics. Kwa hiyo hata kazi unavyoziangalia zinavyopostiwa, usikae tu unaangalia kwamba mimi nimesoma procurement, kazi lazima iwe imeandikwa procurement and logistics officer. Sometimes unakuta ukisoma zile elements za ile kazi iliyopostiwa, unaona ni kitu ambacho kiko ndani ya wigo wako wa kazi, unaona kwa hiyo sometimes organizations wanakuwa wako creative na majina ambayo wanaita zile kazi, lakini unakuta ni kazi ambayo unaweza ukaifanya. So kabla hujaendelea kwenye kuendelea kufafanua hapo, kuna swali nimeli kulipata kwamba wakati fulani mnaajiri sio tu kuangalia qualifications za darasani na vyeti na nini, ila pia huendekawa mtu alikuja kwa apply kazi ambayo umeitangaza hana vyeti halisi vya ile kazi, lakini uzoefu anao, ameshafanya labda na experience ameionyesha wazi na ameona potential, na bado akapata nafasi bila kuwa na backup ya hivyo vyeti, ama inakuwa vipi? Inategemea na aina ya kazi. Okay. Inategemea na professional background. For example, an accountant, they have to be accountants. Uwezo kuja na degree ya geography ukapewa kazi ya uhasibu, unaona kwa hiyo inategemea, ama udaktari, yani inategemea na sekta, ni sekta gani. Ama engineer, an engineer has to be an engineer. Wale wanakuwa regulated na ERB nafikiri. Okay. Kwa hiyo engineer, yani inategemea na aina ya kazi, lakini hizi kazi ambazo ni general admin, unakuta ile hata mtu mwenye engineering lakini unakuta 100% experience yake ni more administration, unakuta anaweza akaipata ile kazi. Lakini kuna hizi kazi ambazo zinahitaji mtu ambaye yuko kwenye hiyo sekta kama wahasibu tayari, wao wanakuwa regulated na NBAA, I believe, if I'm not wrong. Lakini kuna zile kazi ambazo zina certifications, ama mtu wa IT. Lakini kuna hizi kazi za general social sciences, mara nyingi zinaingiliana. Mtu aliyosoma sociology anaweza akafanya kazi za community development to a certain extent, ukizingatia kama experience yake imeendana huko. Au watu waliosoma sociology sometimes unakuta wanafanya hizi kazi za gender. Kwa kweli that is very very possible, but it really depends na aina ya profession. Doctors, engineers, mostly science studies, ama hizi accountancy, inabidi mtu awe amesomea hicho kitu. Sawa. Na miongoni mwa issue pia ambazo zimekuwa zikisemwa mtaani, watu wanaomba kazi na nini, inaonekana baadhi ya mashirika serikalini au sehemu zozote ambapo kuna watu wanasimamia hizi ajira, kwa kipindi fulani inaonekana
kuna hali fulani ambayo sio ya usawa, watu wanasema lazima utoe hela kiasi fulani ili kazi iende. Kwa uzoefu wako zaidi ya miaka 12 sasa hivi tunazungumzia, jambo hilo kama miongoni mwa wadau wa uajiri, unaweza kulizungumzia vipi? Mazingira ambayo yapo kwenye namna ya kuweza kuajiri yanaruhusu hivyo vitu, na je kama vipo kuna namna gani ambavyo vinachukuliwa? Kisheria ndio hairuhusiwi. Kisheria hairuhusiwi kabisa, na ndio maana nikasema probably naweza nikazungumzia kwenye private sector ambazo ziko legally compliant, kwa sababu pia you still get audited. Leo unakaguliwa, ofisi za leba wanakuja wanakagua sera zako zikoje. Kama hizi kwenye NGO sector, non-profit organization hizi, unakuta dona pia naye anakuja anakagua funds zake unazitumiaje. Je, kazi umeziposti, una shortlist vipi, interview zako zikoje. Kwa unakuta hivi ni vitu ambavyo unaviweka. Na mimi kama mimi personally nimeshakupitia such audits ambapo kuna position hii hii mliposti wapi. Kwa unakuta kama uliposti LinkedIn, sometimes unakuta social media ina maintain ile tangazo, haliondoki. Unaweza ukaenda tu ukalitafuta, ukali screenshot, ukawaonyesha, ama ukaingia live kwenye ile link ukawaonyesha CV ulizozipata ziko wapi, hizi hapa. Uliziweka wapi? Labda you have a folder. Sometimes people maintain things online. Most organizations kwenye kutunza mazingira kidogo unaweka vitu online, paperless. Unajitahidi kuwa paperless, unafungua tu mafolder unaonyesha. Kwa hiyo hii ni kwa watu ambao wako legally compliant. Sikatai shida kama hizo zipo, lakini hilo ni kosa kisheria kabisa kabisa. Sawa, tunashukuru sana. Naam, sasa labda nikupe uwanja uendelee kuzungumzia juu ya huo ujuzi ambao mtu inabidi awe nao kipindi anakuja kwa ajili ya kuhakikisha kwamba anatetea nafasi yake kwenye interview kwa ajili ya kuajiriwa. Tumetueleza mengi sana hapo na tunatamani kuendelea kuyasikia mengi. Karibu. Asante. Kabla hatujaenda kwenye umeshafika kazini, ndio, kuna vitu pia nilikuwa nataka kugusia kwenye maswali ya interview. Sawa, hapo sasa umeshaweka experience yako, unafanya kazi wapi, na maana jina la mwajiri, cheo chako na vitu ulivyokuwa unavifanya. Sasa nizungumzie je, aina ya maswali ambayo unaweza ukaulizwa kama nilivyogusia pale tulivyosema tell us about yourself and your career history. Utazungumzia tu uzoefu wako kitaaluma, elimu yako. Yaani hii ni kwa kifupi tu, kwa sababu mara nyingi wanatakaga wawe brief. Sio kwamba hawafahamu, pale kwenye CVs wameshaona pia, lakini pia kwenye kugauge uzoefu wako wa jinsi unavyojieleza. Kwa ndio hivyo utazungumzia education yako, kama una certification zozote ambazo zinaweza zikatia uzito kwenye wewe kuweza kupata ile kazi. Kingine sasa kuna maswali ambayo tunaitaga situational questions. Hii nitabidi nizungumzie Kiingereza kwa sababu again hizi interview haziwagi kwa Kiswahili. Hata hizi situational questions hazitokuja kwa Kiswahili. Kwa situational questions are designed to assess how you handle a specific challenge or a situation. Na mara nyingi huwa zinaanzaga na tell us about a time. Kwa hiyo kwa mfano, tell us about a time where you tackled a certain challenge. Labda ulikuwa na challenge fulani. Kama for example, for mimi ambaye ni HR, labda maybe I faced a challenge ambayo employees were arriving late at work. Ama kukua kuna migogoro, maybe employees are having disagreements. To me, kama manager rasilimali watu, that is a challenge. Kwamba natatuaje ule mgogoro kwa wale waajiriwa, I mean, unaona? Kwa hiyo these are the types of questions mostly huku kwenye private sector nimeziona, kwa sababu sijawahi kufanya interview serikalini, so sina uhakika if haya maswali pia kule yapo. But again, interview nao ni mtihani kama mtihani mwingine. So you'll be asked questions that will jolt your mind. Hivyo, tell us about a time where you faced a certain challenge. Na haya maswali yana mfumo wake wa jinsi ya kuyajibu, because
at the end of the day usipotumia mfumo utaishia tu kuwa umeongea bila ku-arrive at the point on challenge hiyo uliitatua vipi. So haya maswali huwa yanajibiwa kwa kitu kinaitwa STAR analysis. STAR maanake ni situation, the challenge that you faced, for example kwenye mradi umepata setback ya aina gani, the task. Sasa ile challenge, ile setback, the situation umesha identify. The task, your responsibility on kutatua hiyo task, kwenye kutatua hiyo situation ilikuwa ni nini. Action, ulichukua action gani? Kuna responsibility zako kwenye hiyo task, alafu sasa unakuja kwenye action, steps gani ulichukua ku resolve hiyo challenge, results, uka-arrive kwenye results gani. Kwa ndo tunasema inaitwa STAR analysis: situation, task, actions taken, results. For example, tell us about a time where your team members were having a disagreement. How did you resolve this challenge? Maybe you are a line manager, wewe ni team manager, and your team members are having a disagreement. How did you resolve it? Kwa the situation ndo hiyo sasa, the disagreement. The task is you as a line manager, kwamba wewe task yako ni how do you resolve hiyo disagreement yao. Your actions, ukachukua action gani ili ku resolve hiyo disagreement. And the results, the results are usually the team eventually we managed to meet our we managed to meet our goal nini, so now we are working as a team na vitu kama hivyo. Kwa hiyo most of the times hizi situational based questions zinakuwepo. Kwa hiyo sometimes kama hujawahi kukutana nazo you'd be surprised. Additionally, kuna yale maswali ya what do you know about this organization? Unajua nini kuhusu taasisi yetu? Do research, fanya utafiti. Sometimes ziko online, unaweza ukapata, kwa sababu mashirika mengi siku hizi yanakuaga na website. Jitahidi kujua mission yao ni nini, their vision, and you align it with yourself. Labda mimi nimependa hii mission yenu, maybe I've always wanted to be in this sector na vitu kama hivyo. Sometimes unakuwa kweli uko passionate na vile vitu. Kwa hiyo jitahidi kujua mission, vision, a bit of their values kidogo, zinaweza zikasaidia, kwa sababu sometimes kuna maswali ya what do you know about this organization. Hivyo. Sawa. Dada Leila, nashukuru sana. Hakika kwa yule ambaye anafuatilia na kwa mara ya kwanza kabisa unafikiria kuingia kwenye namna ya kupambania fursa ya ajira, unaweza ukawa umepata kitu sasa, kuanzia kwenye namna gani ya kuweza kuandaa CV yako ambayo inakupa nafasi ya kwenda kupambania ajira yako kwenye uwanda mwingine wa interview. Sasa kwa kumalizia kwenye swala hili la ujuzi wa candidate anapokuja kwa ajili ya kufanya interview, kwa ufupi, umetuambia vitu vingi sana ambavyo ni vya msingi vya kuzingatia, lakini ni makosa gani ambayo kwa uzoefu wako muda wote umeona akiwa yanajirudia sana, amekuwa ni common sana, uweze kuendelea kuya highlight, alafu twende kwenye kipengele kingine ambacho mtu anatamani kukifahamu zaidi? Sawa. Kosa la kwanza ni kutokujiamini. Okay. Kosa la pili ni dress code, kivazi. Okay. Kingine sasa, hiyo sio lugha, ni kukosa tu uzoefu. Sio kosa, ni kukosa tu uzoefu. Lugha, kwamba umefika pale sasa upewa opportunity kweli, lakini sio, unakuta lugha haiendi. Kwa wengi lugha inakuwa ni changamoto kubwa mno. Kubwa mno, ukizingatia kama ile tangazo la kazi limetoka sasa, ni ile kazi inaweza kapostiwa ndani na nje ya nchi, kwamba hata expatriates wanaweza waka-apply. Mara nyingi tunashindiaga hapo lugha. Kwa unakuta kazi anachukua mtu ambaye aliweza tu akajieleza vizuri, lakini sio kwamba kazi ile anaijua sana. Kwa hiyo tujitahidi sana kwenye lugha na ile confidence ya kuiongea lugha. Practice makes perfect. Kwa hiyo kutokujiamini, lugha, kivazi, na kutokujibu maswali directly. Don't beat around the bush. Jibu ulichoulizwa. Pale watu wako kwenye kudetermine historia yako ya kazi kitaaluma, lakini sio kujua wewe personally umetokea wapi. Yes.
Sawa, sasa tuendelee kwenda mbele. Tumeanzia kwenye masuala ya interview, tumekuja kwenye masuala ya tumeanzia kwenye masuala ya CV interview. Sasa mchakato wa kuajiri bado unaendelea. Baada ya kupata namba kadhaa ya watu ambao wamekuja ofisini kwa ajili ya kufanya interview, jambo gani ambalo linafuata? Na nadhani umezungumzia zaidi kuhusiana na masuala mazima ya interview ya oral ambayo panakuwa na members ambao wana assess wale wanaokuja kwa ajili ya kunani, lakini tunaona ofisi nyingi nadhani baada ya kupitisha watu pale huwa wanakuja kwenye upande mwingine pia. Labda tupo uzoefu mwingine baada ya nyie kuwapitisha wale ambao umeona wamekidhi vigezo vyenu mnavyovihitaji na wanaenda hatua ya pili ya kufanya kwa vitendo. Nini pia mtu mwingine azingatie, aje vipi, mtazamo wake kipindi anakuja, matarajio yake, kila kitu? I think ile second interview mara nyingi inakuwaga sasa ni ya aptitude zaidi, kupima uwezo wako. Maana sometimes unakuta tunaweza kuongea vizuri lakini sasa kumbe ni muongeaji tu, ukifika kwenye vitendo shida. Equation has balance. Kwa hiyo sasa pale unahitaji uwe umesoma kama mhasibu, lakini sometimes kama kitu you are passionate about unakushakumbuka, unajua nini unakifanya, unaona kama ni mhasibu, kama ni engineer, I'm sure maswali, kwa sababu ile sasa siku zote unakuwa una hiring manager, wewe HR anakuwa pale kumoderate ile process ya recruitment, kuhakikisha inafuatisha misingi ya sheria, unaangalia ile fairness na vitu kama hivyo. Hizi kazi za social science at least hata HR naweza nikaa na maswali technical na mimi naweza nikauliza. Naam, sasa tuendelee. Baada ya mtu ashafanya interview mara ya kwanza ile ya kuwa na mmemwasesi na mkapitisha, mkakidhi, mkaona kabisa amekidhi vigezo ambavyo mnavihitaji. Sasa tumeshuhudia mara nyingi baada ya hapo inakuja interview ya pili ambayo watu wanaenda kwa vitendo zaidi, kama ni mtu wa engineer anaenda field, kama ni mtu wa sector fulani, accountants na nani, wanakuwa assigned na kazi fulani kwa ajili ya kuifanya. Tutataji tusikie pia uzoefu wako kwenye hiyo swala. Candidate anapokuja aje vipi, akiwa amezingatia nini, ategemee kukutana na nini hasa kwa wakati huo ambapo anaenda kufanya interview ya namna hiyo? Sawa, asante. Mara nyingi pia itategemea na sera za kampuni zikoje. Sawa. Mwisho wa siku yule HR pale atacommunicate na wewe, atafanya mawasiliano na wewe what to bring. Unakuta sasa kwa stage hii labda watu ndio wanataka waone vyeti, labda kwa kuwa unakuja in person, njoo na vyeti vyako original watu wavione. Na hii yote ni kwamba ni kitu ni kwenye communication, mtu atakuwekea kwenye email kwamba karibu kwenye second interview, kwamba mtu atakukaribisha karibu kwenye second interview, njoo na kitu fulani na kitu fulani. Na sometimes atakwambia hii second interview ni written. Sometimes second interview inaweza ikawa ni oral. Labda mmebaki wawili tu, okay, and they just want to determine sasa ni nani who they would prefer. Unakuta it's a tie. Na okay, some of these organizations kwa sababu ni lazima pia kama umeshaitwa mpaka kwenye stage ya interview, lazima wakupe feedback. Sijaiona kisheria pase, lakini kimisingi ya kiHR lazima wakupe feedback kwamba, kwa sababu sometimes unakuta watu wanakughost, tunataka kughost. Yaani umeenda umefanya mpaka interview alafu kimya. That is very unprofessional. Okay. Usually kama mtu mpaka umemuita kwenye interview, basi unampa feedback yake kama amepata ama amekosa, ama you are no longer hiring at that time kwa sababu labda umepata setback ya aina fulani financially, ama ile position at the moment haipo tena. Hivyo vitu huwa vinatokea kwamba katikati ya hiring process mmepata financial challenge kwenye organization, kwa hiyo hamwezi tena kurecruit ile position. Kwa hiyo feedback ni muhimu watu kutumia, especially kama ule ambaye ameshakuja mpaka kwenye interview. Lakini tu umeapply tu kazi, most of the times ukiangalia tangazo la kazi linaandikaga pale kwamba only shortlisted candidates will be contacted. Unaona, sasa unakuta mtu sometimes ana apply kazi, ana demand kupewa majibu ama ana demand kuitwa. Sasa unakuta labda haujakidhi yale mahitaji ya ile position, unaona? Yes. Au pia ndio hivyo kama tunavyosema zinakuja CV 400 ambapo you are still doing it manually. Wale ambao wanatumia system, zile CV zote ambazo hazikukidhi mahitaji labda inaweza ikaja automatic
email. Unakuta hata ile system ina compose ile email kila kitu inachuma. Lakini kwa hii ambayo you are still using analojia kama binadamu inakuwa ni ngumu to respond to all the candidates ambao hawaja meet the shortlisting requirements. Ndio maana wanasemaga only shortlisted candidates will be contacted. Kwa yule shortlisted candidate umeshamfanyia interview na hajapita, yule ana kila haki ya kupata feedback yake. Okay. Na usually kwenye interview vile wanavyokuambia will be in touch, wanatoaga realistic time 2 to 3 weeks to a maximum of 3 weeks tutakuwa tumekutumia majibu yako, unaona? Na kuna wale wengine wenye shida zaidi will be in touch 2 to 3 days. Unakuta ile position anahitaji kuifill in mapema. Okay. Kwa hiyo when you are going for umeitwa for a second interview, it will be communicated. Sometimes it is written, sometimes it's another oral interview. Again, be confident, dress well, be decent. It depends on when you are going na culture hiyo organization unayo kwenda. To keep it safe unaweza ukavaa formal siku zote, depends. Sometimes ni Saturday watu wengine wana prefer kuvaa jeans. Remember hii ni private sector, kwa hiyo ni tofauti kidogo, lakini to keep it safe unaweza ukavaa formal kama kawaida. Kwa mdada sketi yako nzuri, shati ama suruali, shati lako zuri, kwenda sawa. Na miongoni mwa kitu ambacho pia kimekuwa mentioned sana ni namna ambavyo hizi ajira zinatangazwa. Umesema hapo kuna numbers kadhaa ya watu ambao mnawafikia, unaona kabisa wamequalify muda mwingine, lakini mnahitaji mtu mmoja ambaye ndio the best. Lakini unakuta wakati huo mkitaka kuajiri tena ajira ile ile ya watu wale wale, mnatoa tena tangazo, mnaanza from the basic, mnapokea tena CV na nini. Huwa changamoto inakuaje msiendelee na wale watu ambao maybe imefikia sehemu kwamba wamepita stage ya kwanza ya CV, imesha qualify, stage ya pili ya kuwafanyia interview wamesha qualify, sasa tupo kwenye stage nyingine ambayo hatuwezi kuajiri labda watu 30 au watu 20 ambao mnaona kabisa hawa ni watu sahihi, lakini kampuni yetu inaweza kuajiri watu 3 na mnarudi kwa the basic. Kwa nini? Nafikiri kisheria inapaswa utangaze kila vacancy. Okay. Unatakiwa kama vile nilivyosema kwamba unafuatwa, unakuwa audited kwamba okay, huyu ulimpataje, ulitangaza wapi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo unakuta organization nyingi wanaposti kwenye website yao. Ukishatoka kupost kwenye website yao, sasa labda wanaweza kaweka LinkedIn, na sasa from LinkedIn pale zinakuja zile platform ambazo zinapostigi kazi, Zoom, ajira Tanzania na vitu kama hivyo. Wanaanza sasa Brighter Monday sometimes, japokuwa I think it's paid for, wanaanza sasa kuzipost na watu wanazichukua. Kuna uhusiano wote kati ya yule ambaye ameanza kuomba kazi kwa mara ya kwanza na yule ambaye aliomba kazi kwenye ofisi hiyo hiyo alafu akafikia sehemu akakwama na ajira zimetoka upya? Kuna namna mna relate kwenye kuwapa nafasi? Kama candidate mlimu-identify kama mzuri na hakuwa amefit kwenye ile position, ndio mnamtumia tangazo, please apply. Okay. Lakini bado linakuwa tangazo lingine, but you are already identified. I personally nimeshaikutumia kama hizo sana tu. Okay. I believe nilikuwa nimeapply kama HR manager kwenye ile NGO, wakanitumia a different email kwamba tayari niliamini niko kwenye database yao, wao walikuwa na system. Wakanitumia different email, ilikuwa ni position ya recruitment manager ambaye ana experience na ATS system. Wakaniambia please apply. I still didn't get the job. I wasn't even shortlisted, but still I did apply. Unaona? Okay. It doesn't necessarily mean that when they contact you that the job is yours, because sometimes there's somebody better than you. Akatokea tena. Yeah. Tunashukuru sana. Nadhani mpenzi mtazamaji unaendelea kupata mengi na tunapoenda sasa hivi ni kwenye upande sasa tumeshaona kila mmoja amepita kwenye hizi stage tofauti. Sasa tunasema mtu ameshapata kazi, kampuni imeapprove, mwajiri ameapprove kwamba unastahili nafasi hii, sasa unaingia kazini. Mwajiri, cha kwanza kabisa kwa huyu mtu mpya ambaye anaingia kazini, nyie mnafanya nini naye, ama kuna jambo gani ambalo anabidi alifanye wakati anaingia kazini? Sawa. Sasa ukishafika kazini, hiyo ni topic ambayo iko very wide. Iko very wide. Lakini
nitagusia kwamba sasa umekuwa employed kwenye sekta ambayo inafuatisha sheria. Sawa. Labda kabla tujaenda kwenye kufuatisha sheria, ningetamani kusikia pia kwenye aina ya kuajiri, kwa sababu tunaona sehemu ambazo wanafanya kazi NGO, mashirika na mengine wanaenda kwa mikataba, sio swala na nini. Sasa kabla kuja kwingine, nategemea kwamba ameingia kazini, anapewa mkataba wake huu. Sasa huwa kuna mikataba ya aina gani? Anapoajiriwa pia azingatie nini kwenye mkataba? Wengine wanaweza kawa na pressure kupata kazi, akajasoma mkataba vizuri, akaishia tu kujaza, labda mwishoni ukamwathiri mwenyewe na uhuru wake binafsi. Wewe kama mwajiri unamshauri nini huyu mtu? Na shortly tu kwenye hii mikataba ipo ya namna gani, inazingatia nini, na inabidi uwe wa namna gani? Sawa. Kama nilivyosema, kushafika kwa mwajiri, ndio hii topic ina wigo mkubwa sana, lakini so far sheria ya nchi imebadilika recently, sheria za kazi zimebadilika recently ambazo bado sijazipitia nikaweza kuelewa nika-comment. Sawa. Lakini mikataba ya kazi previously, which sasa hiyo mikataba ya kazi ndio sasa hivi imebadilika kidogo, ile sheria mpya sijaipitia. Lakini mikataba ya kazi ni ya aina 3. Okay. Ningependa kuimention kwa Kiingereza kwa sababu nikiimention kwa Kiswahili naweza nikakosea ninachotaka kukisema. Sawa. Mikataba ya kazi ipo aina 3. Kuna mkataba wa fixed term, huo ni miezi 12 na kuendelea, lakini ni fixed term, una kikomo huo mkataba. Kwa maana kuanzia labda tarehe 1 Januari mpaka tarehe 31 mwezi wa 12. Kuna mikataba ya specific task. Hii ni mkataba ambao imekuwa designed kwamba hauwezi ukampa mtu ajira ya mwaka mzima ukizingatia ile kazi uliyokuwa nayo, labda zile funds ulizokuwa nazo. Kwa sababu kazi za miradi ndio maana unaitwa mradi. Ni mnataka kutekeleza kitu fulani. Kwa hiyo unakuta zile kazi ziko time barred, labda chini ya miezi 12. Kwa hiyo ina maana hii inaweza kawa mwezi, kuna mpaka wiki. Na ile mikataba ukiisoma, the salary or the remuneration part inaweza ikawa per day, especially kama ile kazi haifiki hata mwezi. Kwa sababu sasa ili kuondoa ile ajira za kiolelaolela ndio unampa sasa mtu specific task contract. Unakuta ni contract ya wiki tu. Sometimes unahitaji dereva wa kuwapeleka sehemu fulani, labda nyinyi pale kazini madereva hawatoshelezi, unahitaji dereva wa kupeleka labda kuendesha kwenda mkoa fulani, labda ni kazi ya siku 14, haitimii hata mwezi. Kwa hiyo ina maana hata salary yake itakuwa labda ni shilingi fulani kwa siku, ili pia mhasibu aweze akawa na supporting document ya kumlipa yule mtu, ili pia uweze kupeleka zile statutory deductions zinazotakiwa, kama ni NSSF, kama ni TRA, ni wapi, you need to have documentation. Ni muhimu kuwa napo hivi vitu. Kwa hiyo mkataba wa kwanza ni ule fixed term, miezi 12 na kuendelea, specific task ambao una deal na literally hivyo vinavyomaanisha a specific task. Sometimes inaweza kawa ni ndefu kidogo lakini haifiki hiyo miezi 12. Alafu mkataba mwingine ni indefinite contract. Ule ni mkataba usiokuwa na kikomo, ambapo termination yake ule mkataba ni either retirement, umestaafu, death, kwamba mwajiriwa amefariki ama resign yeye mwenyewe, lakini ule ni mkataba usiokuwa na kikomo. Na mara nyingi this type of contract ipo zaidi kwa unskilled labor, kwa sababu hata huko kwenye private sector huwa wanapewaga ile, lakini pia wanapewa kwa sababu tuseme na mlinzi ni standard 7 graduate, for them ni ngumu, wanakuwa considered unskilled, not skilled. Ni ngumu yeye kutoka from one employer to another, hata jinsi ya kuapply kazi kwake yeye ni ngumu. For most of the times wale huwa wanapewaga indefinite, na unakuta kazi yake yeye haitegemei mradi pase, kwamba jengo lile bado litaendelea kuwepo unless kampuni imefilisika kabisa, sasa mnafunga vitu vyenu vyote na yeye ndo ajira yake itakapoishia hivyo. Kwa hiyo mikataba ni so far ya aina 3, kwamba fixed term miezi 12 na kuendelea. Mara nyingi organization nyingi wanatoa kuanzia hiyo mwaka ama miaka 2 maximum. Alafu baada hapo kuna hizo specific task ambapo ni ya muda mfupi sasa chini ya miezi 12, na baada hapo kuna ile
indefinite. Another contract ni consultancy contract, lakini inabidi uweze kuwa umekidhi mahitaji ya kuwa consultant. Alafu ile sasa inaenda kwenye department ya procurement, kwa sababu unakuwa unaiuzia kampuni service. Yaani ile haiendi tena hata kwa HR, consultant anaenda kwa procurement. Okay, nashukuru kwa majibu hayo. Sasa nadhani tuendelee kwenye upande mwingine baada ya mwajiriwa kuwa ndani ya ajira. Sasa wewe kama mwajiri baada ya kumpokea labda kuna orientation inabidi apewe, nini ofisi inadili nacho kiundani zaidi, kukabidhiwa kwa watu ambao wanafanya nao kazi na vitu vingine kama hivyo. Tunatamani kusikia zaidi ya kwenye sehemu hiyo. Ila pia wajibu wa mwajiriwa nje ya yale majukumu yake ya kila siku. Tushajua kwamba kama ni accountants inabidi ufike ofisini ufanye sehemu yako, lakini kuna majukumu au kuna wajibu ambao wewe kama mwajiriwa inabidi ufanye nje ile duty yako ya msingi ambayo umeajiriwa nayo. Ni yapi na vitu vingine kama hivyo? Asante. Again, hii yote ni kutokana na sera za kampuni. Remember tulikuwa tunazungumzia interview skills pale, nikasema kuna hiring manager, alafu HR yeye kazi yake ni kumoderate ile interview, ile hiring process yote ifuate misingi ya sheria. Sawa. Sasa mwajiriwa anapofika kazini ndo ameripoti, kweli atafanywa orientation kutokana na sekta amejoin wapi. Sometimes unakuta kama ni kiwandani ama ni popote, utaonyeshwa basi sabuni zinatengenezwa hivi, kuna department hii, kwa hasibu ni hapa, ofisi ya HR ni hapa, kwa country director ni hapa na vitu kama hivyo. Watakuja watu kutoka department mbali, labda watu wa production watakuja, watakuelewesha okay, this is how we make soap, kwa sababu at the end of the day inabidi ujue uweze kuadapt ile culture ya organization. This is in the spirit of kukufanya na wewe, to give you a sense of belonging, kwamba hapa tunafanya hivi. Mwisho wa siku after hiyo orientation yote imeisha, hizi za department ndogo ndogo, unaenda sasa to your main department. For example, maybe you are the communications manager kwenye hiyo organization, kwamba sisi communications zetu tunaziposti huku, ili communication uweze kuitoa, nani anatakiwa approve na vitu kama hivyo, kwa sababu at the end of the day kuna mtu itabidi sasa awekwe ya kufundishe hiyo kazi, but not necessarily. Sometimes wewe unaitwa, wewe ndio unaenda ku establish department. Yani wewe sometimes unakuta hiyo department sio kwamba shirika ni jipya, hiyo department haikuwepo, wewe ndio unaenda ku establish hiyo department, so nobody is teaching you anything. Ndio tunakuja kule kwenye hard working and experience. Not necessarily. Sometimes unakuta hawakuwa na budget ya kuhaya mtu mwenye experience, they just chose somebody ambaye is smart. Wakikuamini pale, kuna watu wamekuamini, need to make a point as well, kwa sababu that is your beginning story, kwamba na umetoka pale una zero experience, lakini umefika, and that is part of your achievements kwenye CV yako, kwamba nilifika nika establish department, nikafanya hiki, nikafanya kile. Mimi personally CV yangu ina sehemu ya achievements. Kuna wengine sasa unakuta kwa kuwa na zero experience, CV haiwezi kana sehemu ya achievements. Na tuzungumzia achievements za shule, zile tunaziona pale kwenye education. Tunazungumzia hizo achievements, umetako challenge gani. Personally for me, niliweza kuestablish policies. Nilikuwa ni kampuni mpya na policies zipo, lakini zipo zile za global, hazipo zile ambazo zinalingana na mazingira ya Tanzania. Kwa hiyo it was a team of people. Ile achievement siwezi nikasema ilikuwa ni mimi peke yangu. I think it was more than 2 weeks ili kuweza kutengeneza sera ambayo itakinzana sasa na mazingira ya Tanzania. So that is part of an achievement for me, na nashukuru Mungu nilipewa hiyo opportunity ya kufanya ile kazi. Kwa sababu hiyo ni kazi ya consultancy kabisa, unamuita consultant na kutengenezea policy, unaona? Yes. So that's another achievement. Kwa sometimes unaitwa, sio mara zote ukafundishwa kazi. So from orientation utakutana sasa, mara nyingi utafanywa company tour, utazungushwa hapa ndo hapa, hapa ndo pale, jikoni ndo hapa, kama the organization. Okay. Kama the organization also has even a kitchen, kwa sababu ni muhimu kisheria.
mwajiri anatakiwa sehemu kuwe kuna maji ya kunywa. I believe hata kwenye masuala ya health and safety at least kuwe kuna maji ya kunywa. Lakini all these other things, lunch and all that, hiyo ni utashi tu wa mwajiri mwenyewe, kwa sababu that's another cost. Wala hata chai wala nini. What I know is safe drinking water. Utaonyeshwa hapa ndo hapa, this is where the toilets are, this is that. Then you will also sit down, pia utakaa na HR akufundishe. Sometimes unakuta kampuni nyingine wanasubiri mnakuwa wengi, unakuta kuna mwingine alijoin mwezi uliopita, mwingine alijoin siku chache kabla, mnakuwa wengi, mnakaa kwenye session pale mnafundishwa policies, sera za kampuni, values, mission, vision, yote hiyo kwenye orient kwenye culture ya organization. Na unakuta organization nyingi wana values zao ambazo nyingi zinafanana, kama vile mutual respect ama respect, hivyo teamwork and collaboration, integrity, transparency. Kwamba unapofanya hizi kazi you need to do them with integrity, uwe mkweli hivyo, kwa sababu at the end of the day unakuta una represent organization na sio directly kwamba umeenda kuongea na media au chochote, lakini yule ni mfanyakazi wa sehemu fulani. So even how you behave huku nje it affects ile perception ya huku ndani ya ofisini, kwa sababu sometimes umetoka na t-shirt ya kazini ndio ukaenda ukapigana baa, hayo ni matatizo mengine, unaona Kwa hiyo sometimes hivyo, sio sometimes, most of the times HR atakuita, mtafundishwa code of conduct, misingi ya kazi, misconduct ni nini, makosa kama makosa. Na hii haya masuala ya misconduct mara nyingi hata kisheria yanaenda tu yanafanana. Kuna ile gross misconduct, kuna ile makosa ambayo unaweza tu ukapewa warning letter au bosi akakutumia tu warning, na kuna ile makosa ambayo wanasemaga ni dismissal hapo hapo, kwamba ukafukuzwa kwa sababu ya aina ya kosa, umepigana, umeiba. Sasa hii inakuja kwenye ile value ya integrity, umefalsify documents kwa wahasibu, hata kwa mtu ambaye alichukua pesa kazini kwenye kufanya retirement, ukawa umegushi receipt na vitu kama hivyo. Tunarudi kwenye zile values. Kwa HR atakufundisha hizi policy na atakusainisha kama umezisoma na ukazielewa. Sasa kabla sijasahau, hiki ni kitu cha muhimu sana. Umeshafika kazini, umeshafundishwa hizo policies, umeshajua una mkataba wa aina gani. For example, sasa una huo mkataba wa fixed term wa miezi 12 na kuendelea. Mara nyingi mwajiri anakuweka kwenye kipindi cha matazamio, probation period, ambayo kwa kisheria ni 3 to 6 months, miezi 3 mpaka 6, ila isizidi miezi 12, isizidi mwaka. Ndio sheria inasema hivyo. Last time I checked, maana ile sheria ni 2004, amendments zinazo huwa zinakuaga nyingi, ila miezi 3 mpaka 6, ila usizidi mwaka. Watu wengi wanajua probation mwisho miezi 6, lakini kama mwajiri hajaridhika anaweza akaiextend ile probation ila isizidi mwaka. Kwenye hiki kipindi cha matazamio sasa ndio watu wanaangalia sasa how do you prove yourself vile kwenye interview. And we're talking about people ambao nao wanafuatisha policy, watu ambao wako legally compliant, watu ambao hawataitumia ile probation period kama loophole ya kukufukuza kazi kiolela. Unaona? Kwa kama uko kwenye probation, kama hujatimiza mwezi, unaweza ukapewa notice ya wiki 1, kazi ikawa imeisha. Kama umetimiza zaidi ya mwezi, nafikiri inabidi sasa na wewe upewe notice ya mwezi kwamba hauja meet expectation zetu, hauja meet matarajio yetu. Kwa hiyo samani hapo kwenye hiyo probation ya mwezi mmoja, mfano ukapewa warning ya mwezi mmoja, ile sio warning, haupewi warning, notice. Unapewa notice kwamba yani ndani ya umefanya mwezi, unapewa notice ya only 1 week. Ukiexceed zaidi ya hapo, ukiexceed sasa umeshafanya kazi zaidi ya mwezi, unapewa sasa notice ya a month that we will no longer be working with you because kwa ndani ya mwezi mmoja unakuja unaweza kufanya kazi, lakini ukiisha ama ni yani unapewa notice. Yani notice maana yake ni kwamba unaandikiwa barua, baba notice imekupa tarehe 2, ndio
tuseme huu ni mwezi wa 5 na huu mwezi unaisha tarehe 30. Notice ni za siku 28 kisheria za kazi. Kwa notice nakupa tarehe 2, nikikwambia tarehe 30 ndo mwisho. Sawa. It amounts to an entire month kwa sheria za kazi. Kwa ukifanya changes au jitihada zozote ndani ya hicho kipindi, kuna grace period ama hakuna kabisa, kwamba hawezi kubadilisha chochote baada ya kupewa notice? It depends na how the organization sees you. Now this is a human aspect kwamba lakini sasa mpaka watu wamekupa notice, kwa sababu kwenye ile probation period na line manager mnakuwa mnakutana na anakuambia kwamba hiki you need to improve, hiki you need to improve, ama hiki this you are doing well, kwa sababu tunasemaga kuna ile constructive feedback kwamba hata kama kweli kuna kosa, but the way the feedback is communicated kwamba okay, I've noticed that you do this. The side effect of you doing this is this. Please improve on this area. Remember, we're talking about people now that are compliant, people that also have good policies. That's it. Yani kwa sababu sometimes private sector, yani kila mtu it's a bit different, lakini una haki ya kuambiwa kwamba okay, hapa wewe ulikosea, you need to improve on this. So now you have arrived at work. Yeah. Umeshafundishwa. Nikimaliza pia swali langu kidogo hapo. Umesema kwamba kuna uwezekano kupewa notice kwa mwezi mmoja. Ila vipi sasa ukawa umefanya the best ndani labda miezi 3 au hata mwezi 3 hujafikisha miezi 2, kuna uwezekano wa kupewa contract before ya kufikisha ile period ambayo you are still given a contract of employment? Mkataba upo kama mkataba, lakini mkataba wako una sehemu ya probation. Kwa mkataba unakuwa umepewa mwaka kweli, lakini una probation period. Okay. So in that probation period ndio hicho kinaitwa kipindi cha mitazamio. That is usually 3 to 6 months. Sawa. So within those 3 to 6 months, kama hujatimiza hata mwezi au ndio umetimiza tu mwezi, unapewa, yani ule mwezi wa kwanza tu watu wameshakuona kwamba okay, this is not working for us. It's a 1 week notice. That's it. But usually it depends na organization ilivyo. 3 months mnafanya check-in. Okay, this went well, this you need improvement before your final probation review ambayo inakuwa ni ya miezi 6. Most organization kutokana na sera zao, sheria inasema miezi 3 mpaka 6, ila usizidi mwaka. Kwa most organizations wao huwa wana stick na 6. Kwa hiyo kama ni shirika ambalo policy zao ziko vizuri, ndani ya ile miezi 3 ya mwanzo mtakutana, first check in na line manager, okay, hapa hivi, na hii ni organization ambayo you have a line manager. Maana kuna hizi organization nyingine kila mtu bosi, hata hujui bosi wako ni nani. Unaona Yes. Kwa unakutana na line manager anakufundisha kwamba hapa sio kukufundisha per se, but okay, this is going well, keep on doing this. Hii hapana, unachelewa kazini. Ama ukiomba utume ripoti ina time bar, hauitumi. Usipoituma wewe, especially kwa wahasibu, especially kusema wahasibu, it's very different for them. Hata viwandani, yani it really depends na aina ya kazi, kwamba huyu asipofanya kitu mwingine hawezi. Sequence of events. Unaona, unakuta hata kwenye system kila mtu ana uwezo wake, yani kila mtu ana section ya ile system ambayo anaweza akaitumia, alafu anakuja mwenzio anaipuli ile report au chochote anaendelea nayo. So if you're bringing down the whole team, you're not going to meet the probation, kwa kusema ukweli. So these first 6 months, kusema ukweli, pale hujaenda kujifunza. Maybe the first 3 months unajifunza. The first 3 months unajifunza, after the 6 months ile ni kwamba wewe umeshabobea, yani mpaka unaenda pale kufanywa ile review. I remember I had a friend that was working for a software company. This is not, he sio Tanzania. Lakini alitakiwa develop software. Kwa hiyo kwenye ile probation review, ile miezi 6 amepeleka a fully developed software ambayo ina function kila kitu, sio kama ni software ni application, lakini ilikuwa ni hizi technology sector. Yes. Kwa hiyo ndio kipimo chake kile. Kwa pale wakaiassess ile sio ni application na kwenye simu au ni software kwenye computer, wakaiassess pale haina any glitches. Kwa hiyo kile ndio kilikuwa kipimo chake. Hivyo yani, so you really need to prove yourself, especially hii kwa mtu ambaye tayari ana work experience, anajua probation period ni nini. Lakini kwa mtu ambaye ndo kwanza ametoka chuo, you need to prove yourself. Kama ni muda wa kufika saa 2:30,
saa 2 fika muda unaotakiwa, punguza excuses, wake up early. Jambo lingine, usitoroke. Kama muda wa kutoka saa 10:30, saa 11, toka muda unaotakiwa. If you have a report iko time bad na deadline, please meet hiyo deadline. Now narudia tena, hii inategemea na sera za kampuni, unafanya kazi kwenye shirika la aina gani, kwa sababu sometimes mtu anakupa unrealistic deadline, naitaka hii jioni hii, wakati unakuta ni kazi ya siku 4. Unaona kuna unrealistic deadlines pia, especially kama ni mwajiri ambaye sera zake hazijakaa vizuri. So do you have any questions ama naweza kuendelea? Unaweza kuendelea, nadhani tuko pamoja hapo. Sawa. Sawa. Kwa hiyo ndio maana nikasema tumeshazungumzia swala la probation kutokana na mkataba wa kazi uliopewa. Sasa hiki ni kitu kingine ambacho mimi nimejifunza kutokana na miaka yangu ya experience, kwa sababu apart from kuwa HR manager, mimi sikuwa tu HR manager. Experience yangu nimepita kwenye sekta mbalimbali. Nimeanza kwenye recruitment, nikaenda kwenye industry ambapo labda nilifanya kama admin, nikaja sasa kwenye non-profit organizations ambapo labda nilikuwa admin, HR, alafu eventually baadaye nikahamia kwenye HR management in general. Kwa hiyo hata mimi sasa apart from kuwa manager, na mimi nilikuwa tu staff tu wa kawaida, na mimi nilikuwa na HR wangu. Ni sisitize kwamba your coworkers are not your friends. Ndio maana wanaitwa co-workers, wafanyakazi wenzako, sio rafiki zako. Tuna tabia ya rafiki yangu huyu. Rafiki yangu huyu nimesoma naye. Huyu ninafanya naye kazi. Huyu ni rafiki yangu. Mtu mzima utajua na utashi wako kwamba rafiki ni nani, lakini your co-workers are not your friends. Kazini ni kazini. Huku personal life yako ni personal. Ikiwezekana kama una uwezo kuwa na simu 2, sio simu, namba za simu 2. Kwamba hii moja ni exclusively ya watu wa kazini na how they reach you. Hii nyingine your private work life, kwamba ikiita unajua hii nyumbani, baba, kaka, mama, your friends, your partner amekutafuta. Hii nyingine ya kazini. Kwa hiyo sasa we have a tendency, unajua WhatsApp watu tuna tabia ya kupost status na vitu kama hivyo. Yes. Na wengine huwa they don't hide these things, unaona? Yes. So you don't hide these things. Weekend umetoka, umeposti, HR akakuchora pale, alafu Jumatatu naumwa, kumbe una hangover. Jitahidi kuwa na namba za simu 2. Yaani personal life na work life ni vitu viwili tofauti. Hivyo yani. Lastly, last but not least, nataka kuzungumzia mahusiano kazini. Hii inategemea na sera za kampuni au taasisi unayofanya kazi. Kuna sehemu nyingine watu wanaenda mpaka wanaoana. Pale wamekutana kazini wakaoana. Lakini hii unafanya kwa busara. Sio kila kampuni inaruhusu mahusiano kazini. Kuna sehemu zingine sera zao zinasema hata kama mnaoana mmoja wenu lazima aache kazi pale. Na hii tunazungumzia private sector. Kuna sehemu nyingine wanaruhusiwa kutokana na sera za kampuni. Unakuta sometimes wanandoa wameajiriwa sehemu moja ili mradi tu haileti conflict of interest. Kwa mahusiano kazini tutumie tu busara. Kama mtu umemuona kwamba huyu mimi ningependa anioe, ama huyu mimi ningependa huyu ndo nitakayemuoa. We've seen people, watu wanakutana kazini, watu wanakutana vyuoni, lakini inahitaji busara. Yani that's the only thing I can say, busara. Haya mambo yanahitaji busara. Kwa sababu unaweza ukaharibu unapopata mkate wako kila siku. Huwezi ukaenda kazini umefumba macho hutaki kumuona mtu. Yaani huwezi ukapoteza mkate wako kisa umeachana na mtu pale. Kwa hiyo jitahidi kutumia busara mahusiano kazini. Sometimes unakuta ndo mwenza wako umempata pale na ndoa ikatokea, tukakuchangia, tukacelebrate, na mtu akapangiwa kitengo kingine, especially kama ulikuwa uko kwenye kitengo ambacho unaweza ukaapprove kazi za yule
mwenzako ili kutoa ile conflict of interest. Kwa hiyo inategemea na sera. Kwa serikalini sijui ikoje, lakini kuna kila shirika lina sera zake jinsi wanavyoichukua hiyo situation. Kuna sehemu wanaruhusu, kuna sehemu hawaruhusu. Yaani inakuwa kama mko shule tena linakuwa ni kosa. Jambo la mwisho ni kufuatilia sera za taasisi na misingi ya taasisi. Yaani unavyojoin kwenye hiyo taasisi wanakuwa na zile mission, vision. Mission yao nini? Vision ni nini? Code of conduct yao inasemaje? Unatakiwa uact vipi ndani na nje ya kazini. Na mara nyingi mashirika ama taasisi zinakuwaga na misingi ambayo taasisi ingependelea wafanyakazi wake waishi nayo. Kwa mfano kuheshimiana, mutual respect, transparency, uwazi, kutokufanya kazi kwa vificho. For example, procurement, unavyoona tenda imetangazwa ama watu wameambiwa wabid, unaambiwa open bid. Siku ya kuja kufungua zile bid mnakuwa wote zinafunguliwa pale, ulibid kiasi gani, labda kuna kitu unataka kununua. Collaboration, working as a team, kwamba fulani nisaidie nimekwama. Kama mimi sometimes unakuta kuna report ambayo kwenye kompyuta yangu nakosa access, nampigia tu mwenzangu kwamba fulani, hata sio HR unakuta, lakini naye ana access hiyo fulani, hebu naomba nisaidie kurani hii report kwa sababu kwangu mimi huku mpaka system ije itengenezwe mtachelewa. Ndio hiyo tunapoita teamwork. Hivyo yani kwamba haupo basi sawa nitakufanyia. Ama unakuta mko scattered mikoa mbalimbali na ile service inapatikana labda Dar. Ini tena hata sio kwamba umemsaidia mwenzio au umekuwa commanded pase, lakini ni ile mmeombana tu personally kwamba unaweza ukanichekia supplier fulani kitu fulani. Ndio hiyo tunaitaga teamwork. Hivyo yani maana ukiwa rigid sana watu wanashindwa hata kukuapproach. Hivyo yani working as a team, kuwa reliable. Alafu innovation and creativity, kama kuna njia ambayo unaweza ukafanya kazi ikawa ni ya rahisi zaidi. Labda umefika kwenye organization umekuta kuna kitu wanakifanya yani kizamani sana na wewe umekuja kijana mpya, unajua how to do something, so you make a proposal. Humu makazini umeshamaliza sasa, umepita probation yako na nini, kuna kitu kinaitwa performance management ambayo kutokana na organization sera zake zilivyo inaweza ikafanyika kila mwaka, yani kwa mwaka mara moja ama kila baada ya miezi 6, kwamba unakutana na line manager unaandika goals, kwa sababu performance nayo inakuwa measured kutokana na goals ambazo mlikubaliana wewe na bosi. Hivyo yani. Kwa sababu hauwezi tu kwa mnaenda miaka 5, miaka 6 upo tu, nobody is commenting anything whether una perform vizuri ama vibaya. Kwa sababu good performance nayo inakuwa awarded. Bad performance ndio tunasema mtu anapewa constructive feedback, kwamba hii hapa improve. Na bad performance also can also lead to non-contract renewal, kwamba ule mkataba miezi 12 umeisha, sasa huyu performance yake kwa watu hawakupi mkataba mwingine. Hivyo. Okay, nashukuru sana dada Lilian kwa yote ambayo umetusaidia kwa leo. Hakika imekuwa ni uzoefu mzuri sana kuwa naye. Ametupitisha kuanzia mwanzo kwenye kuandika CV, kuja kwenye masuala ya interview, ujuzi ambao unabidi uwe nao kipindi unaendelea interview mpaka unapofika kazini na kuendelea kufanya kazi. Sasa kwa kumalizia tu, ajira zimekuwa ngumu, tunafahamu. Ni swala ambalo sio geni, sio Tanzania peke yake, sio Afrika, ni ulimwengu mzima sasa hivi. Masuala ya ajira yamekuwa ni magumu, lakini tumezungumza hii tukiwa na maana ya kwamba inapotokea ajira basi uhakikishe kwamba nafasi hiyo haikupiti. Comment yako kama mzoefu kwenye ajira, ila pia umefanya kazi na vijana wengi, umefanya kazi na organization nyingi, umeshaikuwa kwenye situation ambayo kijana anamaliza chuo leo anayo. Kwa hiyo unafahamu vizuri. Jambo gani ambalo ungetamani kumwambia mtu ambaye
anatafuta kazi au kijana anamaliza shule ambaye haelewi namna ya kupata kazi, kazi ziko chache, comment yako kiufupi? Karibu. Sawa. Kama tulivyoongea kabla. Yeah. Nikakwambia mimi sio motivational speaker. Yes. Naelewa ajira ni ngumu sana. Lakini sawa ni ngumu, but tunatokaje hapa? Hivyo ndio maana tukazungumzia jinsi CV inavyotakiwa kuwa ili ku create visibility, uweze kuonekana. Tukazungumzia pia CV ikoje hivyo na interview skills, kwamba sawa the situation is tough, basi umeipata hiyo opportunity ya kufanya interview, you seize that opportunity. Hivyo improve your language skills, be confident, fanya research hiyo kampuni inahusiana na nini, jitahidi kujibu maswali precise, uelewa swali ndo uweze kujibu. We listen to understand, we don't listen to answer. Lastly, umeipata hiyo kazi sasa, how do you secure it? Ndo tukasema aina ya mikataba utakayopewa, kwa sababu sometimes unakuta unapewa tu mkataba mfupi, sometimes unapata huo wa mwaka mzima. Je, umeshapata huo mkataba wa mwaka mzima na kuendelea, probation period unatakiwa sasa ufanyeje? Ukishafika kazini hivyo, muda wa kuingia kazini, jinsi ya kuishi na wenzio pale kazini, ndio ambapo tukasema kuna hizi misingi ya taasisi ambayo inabidi uifuatilie. Kabla sijasahau, kuna kitu, swala zima la communication ambalo nisingependa kuacha kuligusia. Okay. Humu makazini tukifika, tunapewaga email za kazini. Okay. Zile ni kwa ajili ya formal communication. Tunapewaga pia na kompyuta hizi za kazini. Unakuta mtu anaweka torrents mule, ana download movie, mara unakuta VLC mule, mara unakuta Netflix mule na vitu kama hivyo. Sasa mashirika mengi hizi kompyuta wanakuwa wameziwekeaga encryption zao. Kwa ile kompyuta ya kazini haina confidential information, unakuta vitu vingi vinaishia kuonekana. Kwa hiyo kompyuta ya kazini ni kompyuta ya kazini. Communication devices za kazini ni kwa ajili ya kazini. Inclusive email, how you communicate with people. Narudi pale pale kwenye ile point ya kusema improve your language skills including vocabulary. Hivyo yani unakuta mtu anakujibu okay fine. Okay fine kwa Kitanzania sawa, ndio inamaanisha hivyo. But okay fine in another context inakuwa iko very dismissive, as if kama umenuna ama umekwazika, unaona? Kwa hiyo improving communication skills, improving vocabulary, kuongeza maneno ya hii lugha ya kigeni ambayo watu wengi sana inatusumbua, ni muhimu sana. Nashukuru sana. Nashukuru kwa yote ambayo umetusaidia leo, na ni matumaini yangu mpenzi mtazamaji, hakika umepata kile ambacho ulikitegemea na huendekawa zaidi ya kile ambacho umekitegemea. Yote haya umeyapata kupitia Segerea Adventist Media, na hii ni YouTube channel yetu. Chukua nafasi hii kwenda kusubscribe, washa bell, pia uendelee kupata notification nyingi zaidi kila tunapokuwa tunatoa maudhui kama haya. Ila pia tunao mitandao ya kijamii mingine ikiwemo TikTok. Endelea kutembea page yetu pale kama Segerea Adventist Media, katufollow, endelea kufuatilia kila ambacho kinaendelea kwenye ukurasa ule. Tunao ukurasa mwingine wa Instagram na Facebook kwa anwani ile ile ya Segerea Adventist Media. Na kwa wakati huu niseme sina la ziada. Ulikuwa na mimi Lelo Rashid kama host wa kipindi cha leo, na mgeni wetu leo alikuwepo ni dada Leila Ayumba ambaye yeye ni Human Resource Manager. Tumekuwa naye kuanzia mwanzo mpaka mwisho na ametueleza mengi kuhusiana na masuala mazima ya ajira kwa vijana na fursa kama hizo. Hadi wakati mwingine, asante sana.